Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya masaa, kwa sababu ya majira, kwa sababu ya time. Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Tunashukuru sana kufika siku kama ya leo. Hakika ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ni Mungu amekusudia kutenda mambo mema. Mungu amekusudia kutenda mambo ya ajabu. Ndiposa tumefika siku kama leo ambayo tumeifika. Hakika hatuwezi chukulia katika urahisi, isipokuwa kwenda mbele za Mwenyezi Mungu katika mioyo iliyojaa shukrani, katika mioyo iliyojaa upendo. Ningependa nikaribishe mahali popote unanitazama, mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa maana sana katika maisha haya, katika huduma huu. Wewe ni mtu wa maana sana. Ningependa nichukue fursa hii kukukaribisha kwa ajili ya ujumbe wetu ambao tumekuwa tunaendelea nayo, hekima, ufahamu, maarifa na hekima, ili sote tukaweze kufanikiwa, ili sote mwaka 2026 itakuwa ni mwaka ambao tutatembea katika hekima ya Mungu, katika ufahamu wa Mungu, katika uwezo wa Mungu. Naamini ya kwamba sisi wote tutakuwa wenye kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. So karibu sana, karibisha mtu, achilia comment yako mahali pale. Ninapenda watu wakiachilia comment. Ninapenda kwamba unaposemezana pamoja nami, so that inakuwa ni baraka sana. Kama ndugu yangu kutoka Machakos, I really appreciate sana the way unafofanya. Ninapofanya kazi hii, naye anachukua hizi vitabu, anasipanua sana, anaweka mahali pale. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana kwa ajili ya hiyo nafasi. Tuamini tunapoomba ili tukaweze kulileta neno lake Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, mfalme wa amani, nasema ni asante. Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Umejaa utukufu, umejaa heshima, umejaa mamlaka. Baba, ni kwa sweli bwema na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Umejaa rehema, sifa na utukufu, heshima na mamlaka zote zinakurudia wewe. Baba, ni kwa sweli Mwenyezi Jehova Shaddai. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu ya ukuu wako. Asante ni kwa sababu ya wema. Asante ni kwa sababu ya fadhili, ni kwa sababu ya wewe ni Jehova. Pokea utukufu, pokea heshima na mamlaka. Baba, ni kwa sweli mwema. Asante kwa ajili ya watazamaji wangu wote Baba, wamleo wanaofuatilia ujumbe huu. Baba, wabariki, wainue. Mungu, ni kwa sababu wewe ni mwema. Mwaka 2026 ni mwaka ambao Baba tutakaa katika neno lako. Mungu, ninena nami Baba, wamleo kasema mwaka 2026 Baba, watu watakao kaa katika neno lako watafanikiwa, watainuliwa. Asante ni kwa sweli mwema. Pokea sifa, ni kwa sweli Jehova. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, mtoto wa Mungu. Ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha watumishi wa Mungu wote ambao tuko na wale wote ambao watakaoingia, so that tukaweze kuenenda pamoja katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ujumbe ambao tumeanza, na tunaamini ya kwamba Mungu atakuwa mwenye kutuwezesha so that tunapoanza ujumbe tukawe ni wenye kuendelea na ujumbe mpaka tumalize. Leo ningependa tukaweze kuangalia kitu inaitwa ufahamu. Ufahamu. Nataka tuangalie ufahamu. So that katika lile neno ufahamu, nataka tukaweze kulichambua neno ufahamu ili sote tukaweze kuelewa ufahamu ni nini, ili sote katika ufahamu huu ambao tutakao kuwa nao tukaweze kufanikiwa katika hiyo ufahamu. Naamini ya kwamba Mungu atakuwa mwenye kutuwezesha na Mungu atakuwa ni mwenye kutuinua katika jina la Yesu Kristo. Maandiko katika kitabu cha Ayubu 28, tukianza mlango wa 27 na 28, andiko linasema, ndipo alipoiona na kuitangaza, alithibitisha na kuichunguza. Kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Sote tunakuta kwamba kumbe ufahamu ni kujitenga na dhambi, kujitenga na mambo ambayo haihusiani, ndio mwenye ufahamu. So kumcha Bwana unakuta kwamba inakupa hekima, na inapokupa hekima unakuta kwamba unakuwa na ufahamu. So that katika ufahamu wa kukataa dhambi, ufahamu wa kukataa kuingia katika vitu ambavyo vitakuletea shida, ufahamu ya kukataa ya kwamba sitahusiana katika mambo 1 2 3, ufahamu sitakuwa katika rushwa. So unakuta kwamba Mungu anakupa ufahamu, unakuwa ni mtu mwenye kukataa dhambi, unakuwa ni mtu mwenye kusimama. So that katika kichwa umeitia ufahamu wako, na Mungu anakuwezesha katika jina la Yesu, na Mungu anakuinua. Kumbe mtu anayefanya dhambi hana ufahamu ndani yake, lakini mtu aliye na ufahamu anakataa
kukataa dhambi, so that anaamua anamtafuta Mungu na anakaa katika malengo ya Mungu, anakaa katika njia za Mungu, anakaa katika mweleo wa Mungu, anakaa katika hofu ya Mungu. Kumbe mtu wa Mungu, ufahamu ni kukaa katika ufahamu na kukataa dhambi, so that mwili wangu haitahusika katika dhambi, mwili wangu sitahusisha katika mazengenyo, mwili wangu sitatenda dhambi. Kumbe ndio ufahamu. Na unakuta katika hii ufahamu, huu ufahamu ndio watu wengi unakuta kwamba tunafanya vitu pasipo ufahamu, lakini neno linatuambia kwamba ufahamu ni kukataa dhambi, so that katika hiyo kukataa dhambi Mungu anaweza kukuinua, Mungu anaweza kukusaidia, ili so that ukawe ni mtu mwenye kukataa dhambi. So tumekuja kugundua kwamba ufahamu ni mtu kukataa dhambi, ni kukataa kuishi maisha ya dhambi, ni kukataa kuishi maisha ya usinifu, ni kukataa kuishi maisha ambayo hayampendezi Mungu. Ukiona mtu anayeishi haya maisha ni mtu aliye na ufahamu ndani yake. Lakini ukiona ya kwamba umeokoka, unaenda kanisani, lakini bado unakuta ya kwamba hii dhambi inakusumbua, uovu inakusumbua, ujue kwamba huna ufahamu. Lakini ufahamu ni kukataa dhambi. Na naamini ya kwamba katika kukataa dhambi Mungu atakuwa ni mwenye kutuwezesha, ili so that tukawe ni watu wenye kukataa dhambi. Kataa dhambi, mtoto wa Mungu, ili so that tukaweze kufanikiwa, ili so that tukaweze kuinuliwa, ili so that tukaweze kuenda, ili so that tukaweze kuinuliwa na ukaweze kufanyika chombo katika jina la Yesu. Tunapoangalia katika andiko Zaburi ama Psalms chapter 19 verse 7, 19:7, sheria ya Bwana ni kamilifu, huipurutisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amani, humtia mjinga hekima. Sheria ya Bwana ni ukamilifu. Sheria ya Bwana ni ukamilifu, which means unapokuwa na ufahamu na utembee katika sheria ya Bwana unakuwa mkamilifu. Na unakuta kwamba katika ukamilifu huu Mungu anakuwezesha na Mungu anakuinua, humpurutisha nafsi. Nafsi yake inakuwa ni yenye kufurahi, nafsi yake inakuwa ya amani. Wakati nafsi inakuwa na hai, wakati nafsi inakuwa na uhai, wakati nafsi inakuwa na amani, mambo yako yanafanikiwa, mambo yako yanafanyika, mambo yake yanakuwa kwa wepesi, mwili wako unakuwa na afya kwa sababu ya nafsi iko na uhai. Oh my God, nafsi. So that katika nafsi, alafu anasema ushuhuda wa Bwana ni imani. Ushuhuda wa Bwana ni imani. So that tunashuhudia kwamba Mungu ametupa uzima, Mungu ametupa afya, lakini ndani ya ufahamu, ili so that tukaweze kushuhudia. Lakini usipokuwa na ufahamu, unakuta ya kwamba unaweza kuwa umeishi na ukaishi maisha duni. Humtia mjinga hekima. So that tunakuta kwamba katika ujinga ambao ulio katika watu, Mungu anaachilia ufahamu, unatia hekima ndani yetu, na katika hii hekima inatupendua, so that tunamrudia Mungu, tunarudi katika misingi, tunarudi kukaa katika njia iliyo sahihi, tunarudi kukaa katika njia iliyo bora. Oh my God, Mungu wetu si atukuzwe, Mungu wetu si abudiwe, kwa sababu kumbe hii andiko linanifurahisha sana. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huipurutisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni imani, humtia mjinga, ushuhuda humtia mjinga hekima. So ndio tunakuta kwamba tumeweza kuenenda, hauwezi jua tumekuwa katika ujinga katika kiwango gani, lakini humuondoa mtu katika ujinga, humtia ufahamu, humtia hekima, kwa sababu ya sheria za Mungu wetu, sheria za Kristo ambazo anatupigania, ambazo anatungangania, na naamini ya kwamba Mungu atakuwa ni mwenye kutuongoza. Mtu wa Mungu, mwaka 2026, kaa katika ufahamu. Ufahamu, so that katika ufahamu ukaweze kufanikiwa, katika ufahamu mwabudu Mungu, katika ufahamu nyenyekee mbele za Mungu, katika ufahamu mtukuze Kristo, katika ufahamu, so that ninapoenda mbele za Bwana ninatia mawazo yangu ufahamu ya kwamba Mungu yu hai ndani yangu, ili so ninamwabudu Mungu aliye hai. Lakini lazima nikawe na ufahamu. Haleluya. Tunapoangalia katika ile neno ufahamu, nikipenda tuangalie katika Proverbs ama Methali 16:16. Andike nasema hivi: si fadhili
si afadhali kupata hekima kuliko dhahabu? Naam, yafaa kuchukua ufahamu kuliko fedha. Mtu wa Mungu, oh my God. Andiko nasema si afadhali kupata hekima kuliko dhahabu. Kuna vitu vingi tunavikimbiza, lakini before kimbiza hizi vitu, si upate hekima. Si upate hekima. Pate hekima ili hekima ikaweze kuongoza. Lakini katika hiyo yote nimekuambia kiyangu ya neno langu mchana wa leo ni hivi. Naam, yafaa kuchukua ufahamu kuliko fedha. Mtu wa Mungu, hata ukawa na fedha kiwango gani, pasipo ufahamu wako, hata kuitumia fedha itakuwa ni shida, kwa sababu utakuta kwamba utaitumia katika njia isiyofaa. Lakini mtu aliye na ufahamu, hata akipata hizi fedha atasitumia katika busara, atasitumia katika njia inayompasa Bwana, atasitumia katika mwenendo mzuri, so that heri uchakue ufahamu kuliko fedha. Chakua ufahamu, kutembea katika ufahamu. Mwaka 2026 ninaomba Mungu akaweze kutupa ufahamu, ili so that chochote tutakachokifanya nikiwe katika ufahamu, so that katika ufahamu huu Mungu akaweze kutuwezesha, Mungu akaweze kutuinua, Mungu akaweze kutuvisha, Mungu akaweze kutujenga, ili so that tukatembee katika fahamu. Na katika fahamu hii tutamuona Bwana, katika fahamu hii tutainuliwa, katika fahamu hii tutabadilisha vitu, katika fahamu hii tutamwabudu Mungu, katika fahamu hii tutabadilisha nyumba za ibada, ili sote utukufu wa Bwana urudi katika ibada. Utukufu ambao uliondoka kwa sababu watu walikosa fahamu, na utukufu ukaweza kuondolewa. Tunaomba ya kwamba Mungu akarekeshe fahamu, ili katika fahamu hizi tukarudi mbele za Mungu, ili Mungu akaweze kutukuka, Mungu akaweze kuinuliwa. Ninaomba Mungu akupe ufahamu, mtu wa Mungu. Ninakuombea Mungu sote mchana wa leo, Mungu akakupe ufahamu ya kutembea na yeye, Mungu akakupe ufahamu wa kusimamia kazi zake, Mungu akakupe ufahamu wa kufanya kazi, Mungu akakupe ufahamu wa kufanya biashara, Mungu akakupe ufahamu katika ndoa yako, Mungu akakupe ufahamu kwa ajili ya masomo ya watoto wako. Mungu awapatie ufahamu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nikipenda tukaweza kusonga mbele katika Methali 15 mstari wa 33, ama Proverbs chapter 15 verse 3. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. So that tunataka Mungu atupe unyenyekevu mahali popote tunapoenda. Mtu wa Mungu kuwa mnyenyekevu. Mtu wa Mungu unapotembea, ambia Mungu akupe ufahamu na unyenyekevu, ili sote tukaweze kufanikiwa. Pasipo unyenyekevu huu utakuta kwamba mambo itakuwa imechange, vitu vitakuwa vinabadilika. So that kale ambao ulikuwa unakusudia utakuta kwamba mambo yatakuwa magumu, mambo yatakuwa yanasumbua. So that naamini ya kwamba Mungu atakuwezesha na Mungu atakupigania katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akutende mema katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Tena katika Proverbs chapter 2, Methali ikiwa ni 2 mstari wake wa 6. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwao hutoke hekima na ufahamu. Mtu wa Mungu, angalia kila ambacho unaongea. Hekima, the way unafofungua kinywa tu kianza kuongea, tutajua kile kitu kiko ndani yako. Tutajua wewe ni mtu wa aina gani. Watu wengi hatuhitaji kufanya utafiti sana kujua the way ulivyo. Ukifungua tu kinywa, tayari watu washajua. So that unapoenda mbele ya watu, kama unajua ya kwamba apply, Mungu akupatie hekima, akupatie ufahamu, na itakuwa ni baraka. Hata saa zingine tuko katika makanisani, tuko na watu, Bwana Yesu asifiwe. Ni heri kuambia, umeenda kanisani, umepewa kipaza sauti, salamia ibada. Badala ya kusalamia ibada kwa sababu hauna hekima ndani yako, unakwenda kuharibia watu time. Unaanza kuhubiri na wewe si mhubiri. Wamekuambia tu salamia ibada, umeanza story mingi. So salamia tu ibada, ukae chini. Hao watu tuko nao katika makanisani na wanatusumbua. So that ukipewa kipaza sauti, salamia ibada, salamia ibada. Wacha introduction mingi, wacha vitu mingi. So that katika ile watu, the way heshima yenye watu walikuwa wamekupatia, ukianza tu hivi, watu already washakutoa. Washakutoa kabisa katika system. So unakuta kwamba watu wanaanza kusema, oh, huyu mtu alikuwa namna gani kujirepresent. Maneno yanayotoka katika kinywa chako.
Ukienda mahali haujapewa kuhubiri, umepewa kusalamia ibada, salamia ibada, nendo kae chini. Na tuko na watu wengine ambao ni vierere. Unakuta ya kwamba yani kila kitu anataka relax, upewe permission ya kufanya. Na ngidadi sio, inakuja kwamba kuna watu wengi tumewa disqualify kwa sababu ya nini? Kila ambacho wanakifanya. So ninaamini ya kwamba katika kinywa chao kutotoka busara, na mtu yeyote ambaye busara inatoka kwa kinywa chake ni mchache wa maneno, si mwingi wa maneno. Watu wengi wa maneno unaweza fanya mambo mengi mazuri, lakini kwa sababu ya wingi wako wa maneno ukaharibu. Mungu akusaidie sana mtoto wa Mungu. Ili sio that mwaka huu ukawe mchache wa maneno, ukawe na ufahamu, ukawe na hekima. Usikuwe mtu wa kufungua kinywa, usikuwe ni mtu wa kuongea, na Mungu atakuwa ni mwenye kukuwezesha. Kuna wengine unakuta katika makanisani kwetu, watumishi wa Mungu wameng'ang'ana, wamefanya, wamejenga huduma katika machozi. Umekuta mahali pale umechakuliwa kuwa kiongozi katika ile huduma, lakini mtumishi amekuaminia kukupa nafasi ya shamazi kanisani, amekupatia nafasi ya secretary, amekupatia nafasi nyingine, lakini katika maongezi yako wewe ndio una mobilize watu. Unakuta kwamba mwaka huu Mungu akuonekanie na Mungu akuondoe, ili so that akuondolee hiyo roho na akusimamishe ukawe chombo chake kwa jina la Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu, ninaamini ya kwamba ujumbe huu utakuwa tunaenye kuendelea na Mungu atatufanikisha. Leo nimekuja kuchelewa kwa sababu tunashughulika kidogo kwa ajili ya kazi ya hapa na pale, kusimake sure kwamba kazi ya Mungu inaenda na uchenzi. Na ninakuomba wewe mwenyewe ambao unafuatilia ujumbe huu na moyo wako inakukuza, uniambie tu, mtumishi wa Mungu, nataka nikununulie simiti moja, nataka nikununulie simiti, tuko na nafasi ya kukata mawe kwa ajili ya kujenga kazi ya nyumba ya Mungu. Usinitumie pesa, niambie, nitakutumia duka, namba ya duka hizo, tukalipe simiti na wewe akotupatie simiti ili tukasimamishe kazi ya Mungu, na itakuwa baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana na akutende mema kwa jina la Yesu. Amen. Tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, mfalme wa amani, pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka. Baba, niko swali mwema, asante kwa ajili ya watazamaji wangu. Asante Baba mle kwa ajili ya wote waliokutana na ujumbe huu, wabariki, wainue. Baba, watende mema, ni kwa swali Jehova. Mungu wetu, wainue, wapiganie, wajenge, wafanye vyombo katika jina la Yesu. Baba, ni kwa swali wa dhamana. Achilia ufahamu ndani yetu, achilia ufahamu katika maishani mwao katika jina la Yesu Kristo. Baba, mle wajenge, wainue, Jehova Shaddai. Asante Baba mle kwa ajili ya wote wanaofuatilia ujumbe huu, na Baba hata watakao kuzwa kwa ajili ya kununua simiti kwa ajili ya kusimamisha kazi yako, na hata wale ambao watajitoa kwa ajili ya kukata mawe, Yesu mle kwa ajili ya kujenga nyumba yako, ninaomba ukawabariki, naomba ukawainue Baba, ukawatende mema. Ni kwa sweni Jehova, pokea utukufu, heshima na mamlaka, ni kwa sweni Mfalme. Kazi yako Baba wa mlele, ninajua kwamba kazi yako utaisimamisha, na yeyote atakayehusika katika hii baraka, natangaza baraka juu ya maisha yake, natangaza afya juu ya maisha yake. Mungu muinue, mtende mema Baba, ni kwa sweni mwema. Na hata wale ambao watakao nunua simiti na walete wenyewe simiti, Baba wabariki, watende mema. Mungu, ni kwa sweni Jehova, familia zao siinue, sitakaze, sijenge Baba, ni kwa sweni mwema Baba. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Mtu wa Mungu, barikiwe sana na Mungu akutende mema. Mwaka 2026 ufanikiwe pamoja na familia yako. Na ukisikia ndani ya moyo the way umekuzwa, hatuhitaji fedha, tunahitaji kujenga nyumba ya Mungu. So that katika nyumba ya Mungu tumeanza, na Mungu akikukuza, ukinunua simiti yako moja, ukinunua nusu, ukinunua mifuko yako miwili, sila ambazo Mungu atakuongelesha, tutasipokea kwa shukrani, na Mungu atakuwa mwenye kukubariki, na itakuwa ni baraka kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Mungu amani akutende mema. Amen, amen, amen. God bless you. I desire to follow Jesus. I desire to follow Jesus. My desire